Katika kipindi hiki kigumu cha saa ya mwisho ambacho tunaenda kumaliza kazi kwa njia ya machapisho na nyimbo. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa wale wanaosoma vitabu vya roho ya nabii wanajua wazi iko saa inakuja tutapata nafasi ya kusimama kuhubiri tukiwaambia mataifa. Lakini tutapata nafasi ya kupenyeza machapisho na nyimbo ili watu waokolewe. Katika kutafasiri huduma za uimbaji, mtafasiri mashuhuri anasema huduma ya uimbaji kibiblia ni kalama na wito wa Mungu kwa mtu au kikundi kuhubiri injili kupitia nyimbo zenye misingi ya maandiko. Bwana asifiwe. Ni kalama na wito. Na ndio maana kazi zote za kanisa, kibaraza cha kanisa kinachagua. Lakini kazi ya uimbaji ndiyo kazi pekee ambayo mwimbaji anaomba yeye mwenyewe. Jamani, Bwana asifiwe. Hiyo inakuonyesha ni kalama na wito ambao Bwana ameuweka ndani yako. Anasema njia za kufikisha ujumbe wa injili kwa sauti za muziki zina malengo makubwa yafuatayo. Moja ni kumtukuza Mungu. Lakini mbili ni kuinua roho ya waumini. Najua kanisa watu wanakuja kwenye ibada wamechoka, wengine wamekata tamaa na wengine wamepoteza matumaini. Kwa kupitia nyimbo watu wanaamka kiroho na safari ya Ukristo inaendelea. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini mbali na hilo, huduma ya uimbaji inafundisha mafundisho ya kweli ya Yesu Kristo. Na ndio maana misingi ya utunzi wa nyimbo tumejikita kwenye Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Kwa hiyo tunaamini kwa kupitia hapo watu wanaitambua kweli na watu wanamsogelea Kristo. Lakini jambo la mwisho ni kuvuta watu kwa Kristo. Katika Wakolosai 3:16 Biblia inasema fanyeni yote kwa nyimbo, tenzi na zaburi, mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Niwatie moyo waimbaji, kamilisheni safari ya wito wenu. Tunapotazama ramani tunaona mwisho umekaribia. Ongezeni bidii na Bwana awabariki sana. Kipekee kwa niaba ya mgeni rasmi ambaye aliitwa na kanisa hili kwa kupitia waimbaji, tunavyoongea sasa alipaswa kuwa hapa, lakini ameondoka kuelekea Arusha kwa kazi zilizo juu ya uwezo wake. Lakini kwa kutambua namna mnavyojituma, mnafanya kazi ndani ya wiki, mnakuja kufanya mazoezi, mnalihudumia kanisa, na wote tunasubiria taji, yeye na familia yake, ambaye huyu mtu si mwingine ni Mabere Jonathan Mtani. Amekwisha waingizia kwenye akaunti ya kanisa inayosomeka 015C 488455 shilingi milioni 3. Mwenyekiti wa kwaya anaweza akapokea. Tayari fedha hizo zimeingia kwenye akaunti ya kanisa kwa kile ambacho mnakusudia Bwana akawatetee. Bwana Yesu asifiwe. Milioni 3 zimeingizwa kwenye akaunti ya kanisa kwa ajili ya uinjilisti. Bwana awabariki sana. Baada ya mgeni rasmi kusema hayo na anavyoendelea, hitimisho lake lazima tusapoti milioni 3. Hatuwezi kuiacha hivi hivi, haiwezekani. Mgeni rasmi endelea. Asante mwongozaji.
Mkono kama kwaya. Abarikiwe sana. Kufikia hapa ametushika mkono kupita kila hatua hata kufikia mahali hapa. Abarikiwe sana. Hata hapa tulipofikia kwa makusanyo haya. Popote abarikiwe. Watu wengi sana wametia mkono na wabarikiwe sana. Amina. Peke yetu tusingeweza. Asante. Tunapenda kuwashukuru kwaya ambao ni wageni wetu. Waliokuja. Asante sana. Barikiwe sana. Bwana wabariki kwaya zote. Tumefurahia uwepo wenu. Pale tulipoenda kinyume na matakwa yenu, tunaomba mtusamee sana. Asante. Lakini zaidi tunakushukuru sana mshereheshaji wetu. Karugaruga. Umetufikisha pakubwa sana. Asante. Itoshe kusema kwamba umeplay part kubwa sana. Hatukutegemea. Mungu atukuzwe. Ni kwa neema tu. Amina. Zaidi ya yote tunashukuru uongozi wa kanisa kwa kuwa pamoja nasi. Mchungaji wa kanisa pia. Mchungaji pamoja na wazee wa kanisa. Akiwa kama mlezi. Asante sana. Ametushika mkono kwa nafasi kubwa sana. Asante. Tunapenda kumshukuru sana. Na mwisho tunawashukuru washiriki wote. Asante. Wa Tarime Kati kwa kuwa pamoja nasi. Tunajua ilikuwa ni kwa muda mfupi sana. Ndio. Lakini wametuwezesha sana. Bila kuzisahau kwaya zetu za ndani za Tarime Kati. Za kanisa. Kwaya ya vijana. Ndio. Kwaya ya Dorcas. Kwaya ya Glory Singers. Glory. Na wanawake. Wote. Mbarikiwe sana. Tumefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi 2,120,000. Wow! Kwa majina naitwa Raheli Robi Banata. Kwa mwaka huu mimi ni mkuu wa nidhamu wa kwaya, lakini kwa namna ya pekee kabisa ninaishukuru siku hii ya leo ambayo tumefanya uzinduzi wetu wa albamu yetu ya 4 yenye jina la Jangwani, na kwa uwezo wake Mungu tuna imani kwamba nyimbo hizi zitaenda kuwaokoa watu, si vijana, si wazee, si watu walika tofauti, wote. Hebu Kristo ukafanye njia watu watakapoziona nyimbo hizi ambazo leo tumezindua hapa, wakapate kukuona wewe, wakapate kukujua wewe, wakutegemee na wakijua kwamba wewe ndiye muweza wa yote. Mimi naitwa Beatrice Kennedy Maraba, ni miongoni mwa waimbaji katika kwaya ya Tarime Central, nikihudumu kama makamu mwenyekiti. Wito wangu kwa jamii ni kwamba tukiangalia ulimwengu wetu wa sasa, ulimwengu hakuna amani, kuna mahangaiko, kuna vilio kila pande. Kwa tuwaitani kwamba tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa kutumia kwanza nguvu zetu, akili zetu na kwa mali zetu zote, ili kila mtu aweze kupata ujumbe huu ambao unahusika hasa kwa ajili ya marejeo wake wa Yesu mara ya pili. Tunawasihi ndugu wajumbe, ni wakati sasa ambapo kila mmoja anapaswa kumtumikia Mungu kwa bidii zote na kwa akili yake yote. Asante. Kwa majina naitwa Nelson Ezron. Ni moja kati ya waimbaji kwenye kwaya, lakini ni moja kati ya walimu pia kwenye kwaya. Of course siku ya leo ni siku nzuri na tumefurahia kuwepo katika siku ya leo. Tunachomshukuru Mungu ni kwamba ametuheshimisha na tumefanya kazi yetu imefana vizuri mpaka kufikia tamati jioni ya leo. Hivyo tunamshukuru sana Mungu. Kimsingi nyimbo hizi tulizoziachia, albamu ya Tosha Jangwani ni albamu moja nzuri sana. Ukifuatilia vizuri utabarikiwa, ina ujumbe mzuri, ina ujumbe wa kutosha. Lengo letu kuu ni kumhubiri Yesu na kuongoa watu kutoka katika dhambi na kuweka katika uokovu. Kwa sababu kazi tulioachiwa na Mungu ni kuokoa watu kutoka kupotea na kuwaweka katika njia ambayo impendezayo Mungu. Hivyo zidi kubarikiwa na albamu yetu hii pendwa. Sisi ni watu ambao ni wainjilisti. Tunafanya kazi sehemu yote, ukituhitaji, ukituita, tunafika sehemu yote. Mbali na albamu ambayo tumeachilia leo, tumezunguka sehemu mbalimbali tukihudumu na kufanya kazi ya Mungu. Barikiwa sana na Mungu akubariki. Asante sana. Wito wangu kwa vijana wenzangu, wakati wa sasa hizi ni wakati hatari sana. Ni wakati ambao una vitu vingi sana. Ukiangalia kuna mipira, kuna betting, kuna vitu vingi sana. Hivyo ni kuasi au ni kushauri kijana mwenzangu, kumtumikia Mungu kuna faida. Kwa sababu katika ujana huu hata neno limeandika kwamba tumtumikie Mungu tungali na nguvu. Wakati wenye nguvu ni sasa, ambao unaona damu inachemka huko vizuri, ndio muda wa kumtumikia Mungu. Njoo tumtumikie Mungu, kwani kuna malipo baada ya hapo, lakini pia mibaraka tele. Kama mimi unavyoona nina afya nzuri, nimenenepa, nimestawi, ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Karibu sana. Asante. Mimi kwa majina naitwa Dina.
leo ilikuwa ni nzuri sana. Tunamshukuru Mungu kwa alivyotenda makuu kwa siku ya leo. Tunavyofahamu nyimbo ni ibada, nyimbo ni uinjilisti na nyimbo zinatufundisha. Kwa wito wangu kwa washiriki kwa leo, naomba Mungu awatie nguvu na tuwasapoti kwaya katika kazi hii waliofanya wakasonge mbele. Kuna changamoto mbalimbali katika swala zima kwa maana nyimbo za ibada. Wito wako sasa kwa waumini kwa kuhakikisha kwamba kumtumikia Mwenyezi Mungu, na ukiangalia sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi, swala zima la amani, viongozi wa dini, ni swala zima la amani. Tunapoimba kusingekuwepo na amani, msingeimba, msingezindua. Wito wako sasa kwa waumini kuendelea kutumisha swala zima la amani. Amani kwa Tanzania, tunamshukuru Mungu, tunaomba tuendelee kumuomba Mungu kwa sasa ili nchi yetu endelee kuwa na amani. Maombi ni muhimu kwa kila jambo. Kwa hiyo tunamuomba Mungu yote haya ayasimamie katika jina la Yesu, na yaamini yatapita yote. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwankido International, yani Karet, kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.